Asante kwa nafasi hii tena uliotupa. Tazama Bwana, tunaenda katika upande wa neno lako, mfalme wetu. Roho Mtakatifu katuongoze, ukatufundishe, wala tusinene maneno yetu Bwana. Roho Mtakatifu kakamate vinywa vyetu, kakamate mioyo yetu mfalme. Jumbe ule uliotuma mfalme ukatoke kama ulivyokusudia, katika jina la Yesu Kristo. Fungua masikio yao ya ndani, fungua macho yao ya ndani, wakapate kuona na kusikia, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ujumbe wa leo unasema kuambatana. The message of today, it says kuambatana, to accompany. Yes. The message says to kuambatana ni kushikamana. Namba moja, kushikamana. To accompany is to go together. Namba mbili, kuungana. Namba mbili ni kuungana. Number 2 is to bind. Namba tatu ni kwenda sambamba. Is to go parallel. Kuambatana, moja ni kushikamana, mbili ni kuungana, tatu ni kwenda sambamba. Tanisomea Samueli wa kwanza 18:1-4. Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa 1-4. Neno la Mungu linasema, ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Ikawa baada ya nani? Ya Sauli kuongea. Ndio. Roho ya Yonathani, the spirit ikaambatana na roho ya Daudi. Of Jonathan and David. Swala la kuambatana, the situation of going together, ni swala la kiroho wala sio kimwili. Is the spiritual issue. Swala la kuambatana, the issue of accompany, sio la kimwili. It is not from flesh. Ni la kiroho. It is spiritually. Ni la kiroho. It is spiritually. Wala sio la kimwili. It is not from flesh. Anasema roho ya Jonathan, he says the spirit of Jonathan, ikaambatana, it goes together na roho with the spirit ya Daudi, of David. Sasa wewe unayetafuta kuambatana kimwili, the one who's looking to go together, unayetafuta kuambatana kisa ana ufahamu, ana akili tu, you want to go together with someone who has knowledge, kisa ni mfupi, because he's tall, kisa short, ana mali, because kisa he has wealth, ana nafasi, he has a position. Wewe unayetafuta kuambatana kwa mwili, the one who's looking to go together with someone who in flesh, mwisho wako utakuwa ni mbaya. The end of you will be bad. Tunaambatana kuanzia rohoni. We are going together from the flesh. Maandiko yanasema roho ya Yonathani, the word of God says the spirit of Jonathan, ikaambatana, it go together na Daudi, with David. Hivi unafikiri anaweza kumuumiza Daudi? Do you think he can destroy David? Jonathan anaweza kumuumiza Daudi? Do you think Jonathan can? Rohoni wako pamoja. Amen. In spiritual they are together. In the realm kuna watu wananielewa? Amen. I don't think if people understand. Hawa watu hawako mwilini tu. These people are not in flesh. Wako rohoni. They are in spiritual realm. Yani urafiki wenu, your friendship, sio wa mwilini. It is not from umeanzia rohoni. It started from the spirit realm. Ukimsema Rehema, when you talk bad of Rehema,
hawezi You are kuficha, talking bad about. lazima asimame na kutetee na atakuja amwambie. She must stand and talk to you. Ndivyo ilivyokuwa kwa Yonathani. That's the way it was. Malizia hapo. Mstari wa 2 anasema, ndio, Sauli akamtoa siku ile, wala hakumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake. Na Yonathani na Daudi akaahidiana kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe. They agreed together because they love each other, and Jonathan loved David just the way he loved his own soul. Upendo ulianzia rohoni. This love started from the realm of spirit. Ukiambatana na mtu, when you go together with somebody, lazima uanzie rohoni. It must be started from the realm of spirit. Wako watu wameanzia mwilini. There are some people who start in flesh, kwa sababu wamemuona namna jinsi alivyo, because they have seen the way he is. Wamemuona namna alivyo. Mwisho wa siku wamelia. At the end of the day they cried, kwa sababu hawakuangalia rohoni, because they didn't look in spiritual realm. Tuko sawa rohoni? And ask. Maandiko yalisema roho ya Yonathani na roho ya Daudi zikapatana. Maisha ni rohoni, ndiko yanakoanzia. The life of spiritual realm is where it started. Isha the life yanaanzia rohoni, start from the realm, yanatoka mwilini and comes to flesh. Kwa hiyo roho ya Yonathani, so the soul of, ilishakutana na roho ya Daudi. It met. Kwa hiyo tunaenda kuona matokeo katika damu na nyama. The result. Maandiko yanasema akampenda kama alivyoipenda roho yake. Hivi ulishakutana na mtu wa namna hiyo? Jonathan loved David just like the way uko hapa. Ulishakutana na mtu amekupenda kama alivyoipenda roho yake? You are here. Hebu muulize jirani, ulishakutana na someone who loves you just the way he loves himself? Au mnakutana na vibelenge? Hebu muulize. Bana, tunakutana na vibelenge muda wote kinachomoka, si ndio? Lakini alimpenda kama alivyoipenda roho yake. He loved him the way he loved his. Na baada ya kumpenda, maandiko yanasemaje hapo mbele? He loved him. Ndipo Yonathani akalivua joho alilokuwa amelivaa, akampa Daudi. Basi imetosha. Akasema hivi, ndipo Yonathani alipolivua lile joho. Huyu Yonathani ni mtoto wa Sauli. Baba yake ni bosi, mfalme. His father is the boss. Atavaa nguo za 200. Hapana. Ukiona vazi lake tu mtu anasema sasa ndio analivua. Kwa sababu waliambatana rohoni. Because their friendship from the realm. Kuna watu hamjaambatana bado rohoni. There are some people who you don't. Mkiambatana rohoni, go together from the realm. Kuna vitu watavitoa hata utawaomba. There are some things you'll get. Kuna mambo watayafanya together with somebody hata utawaambia. That you get. Unatumia nguvu kwa sababu hamjaambatana roho. Your own strength because you have not yet agreed together. Nakana tafakari. Ndio ilivyo. Kwa sababu hujaambatana rohoni. Yonathani anasema akavua vazi lake. And Jonathan removed his garment and give to David. Akaondoa na mshipi wake akampa Daudi. Akachukua, hajaishia hapo, na upanga. And also he took his sword and give to David. Wana wa Mungu, ni vitu vya thamani hivi. These are the things
which are very precious. Kipindi hicho Sauli labda angeenda kuchukua panga Kariakoo. Hapana. Mapanga yangeagizwa wapi? Nje. Were there. Hayo ndio anatoa anampa Daudi. Kwa sababu iko siri. There's a secret. Kwamba tunapohitaji kuambatana, when we need to go together, hatuanzie hapa mwilini. We don't start in flesh. Tunaanzia rohoni. We start from the realm of lazima nisikie. I must heard. Kwamba hapa kuna huyu umemwona. Because here you have seen. Kaa naye mtafika mbali. You stay with him that you mkipatana. When you agree together, hautateseka. You won't be troubled. Ndio maana leo Roho wa Mungu aliniambia hii wiki nzima inaanza Jumatatu, akasema nenda wafundishe hili somo. That's why the Holy Spirit, watu wengi wamekuwa wanaambatana na watu. Iwe kwenye ofisi, because so many people iwe kwenye mahusiano with their friends. Lakini mwisho wa siku wameishia kuumia. But you find that at the end of the day, kwa sababu they are going to wanaambatana mwilini. Because they are going together in flesh. Kama Amos, kimbia jo. Huyu si ameniona mimi? Amen. Si ndio? Au umemuona wewe? Yes. Amos have seen me. Unasema sasa nimemuona Amos hapa. Ni binti. Say that I've already amepiga tai yake vizuri, si ndio? Yes. Amen. Unasema mume si ndio huyu? And to say this is the husband. Boss si ndio huyu, si ndio? Amen. Umeenda. Kilichokuvuta ni nini? Si ndio? Muonekano. Lakini kumbe kuna kajamaa kako kapo. Kuna kajamaa kako kana maono. Na hapa nataka nikwambie hivi. You have somebody else unayeambatana naye who has a vision. Huwa ana maono. The one whom you go with. Huwa ana picha. Wapi anaenda? He has a picture. Na wewe naye unayo picha kama ile ya kwake. You have a picture just like him. Kwa hiyo unajua kabisa mimi kama ni fundi huyu, mimi naweza nikawa msaidizi wake. Simenti naijua, mchanga ninaujua. Kwa hiyo nina uwezo wa kwenda kumsaidia nikampokeza, kazi ikaenda. Kama ni daktari, ninakuwa nazijua hata dawa. Hata kabla sijaenda naye kuolewa huko. Ninajua nyumbani kipimo cha pressure kilikuwa hivi. Dawa zilikuwa hivi. Iko hivi. Kwa hiyo hata nikikutana hivi, hatutofautiani. Naweza nikawa msaidizi wake. And I will know that we are not different. Kwa hiyo ujue unayemfuata huwa ana picha. You have to know the one whom you follow. Huyu ana picha ya familia yake itakavyokuwa. This Amos has his own picture of his family. Kwa hiyo anapokuja huyo mama, when the woman came, na yeye ana picha kama hile, lakini anakuja kuongozwa na huyu ambaye ni kichwa sasa. The same as Amos has. She's coming kichwa cha familia with the picture which Amos has. Sasa wako watu ambao wanaangalia kwa, there are some people who are looking the appearance of somebody. Mimi nianze kumchonga huyu, nimchonge huyu aje ajue kuvaa tai ni leo. And others are complaining till I come and teach you. Ngoja niwahi huyu aliyevaa tai ndio nimuwahi. Unakuta ni binti ameenda kumuwahi huyu aliyevaa tai. Rohoni kunasemaje? What does in the realm of spirit? Kwa sababu kuambatana kunaanzia wapi? Because to accompany started from the realm of spirit. Na tai. So it means amevutwa na nini? Because of the tie. Ukikaa ndani hapa akishaanza kukuambia haya leta simenti, wewe unaangalia kushoto na kulia, unaleta maandazi. Kumbe wewe ulitakiwa uwe msaidizi wa mpishi fulani huko kwenye hoteli labda ya nyota 5 au nyota ngapi. You don't understand each other because you are looking. Wewe unakuta kuna vurugu hapa. Kwa sababu hakuna mapatano. Because of no kwenye ulimwengu wa roho. In a realm of spirit. Kwa hiyo tunao wengi ambao wamekimbilia kwa nje. We have so many people
na wamewaacha watu ambao ni sahihi. Ni kweli alikuwa kuna kijana pembeni kama anamfuatilia. Aka anasema aka kashamba aka mwenzangu mpaka kaje kajue kuvaa ni leo. Mimi bora ngoja niwahi hapa. Kumbe uliko kaacha ndio unatakiwa uende uwe msaidizi hapo. He was the perfect one for you. Kwa hiyo maambatano yoyote, so their company, any company yasiyoanzia rohoni, which does not start from the realm of spirit, huo ni unafiki. That is hypocrisy. Huko ni kuumizwa. That is to be huko ni kulia. There is to cry. Huko ni hayo maambatano ambayo mmeambatana na shoga yako. Alafu maambatano ambayo hayana picha. No agreement, no picture. Mashoga wawili mpo? Hebu kimbia hapa mashoga mawili, mabesti wawili kimbia. I want two bests. Kimbia. Two friends. Ayo nye mabesti kimbia. Mnakataana? Hebu njoo haraka basi sasa. Nye mabesti wawili njooni hapa, mabesti yako. Kwa kimbia. Njoo na picha tunakuelekea. There's no picture. Leo mwanangu una picha ya kuwa tajiri. Today my daughter, you have a picture of utaambatana na mtu ambaye anataka kuwa maskini. Will you accept to lazima atakuja mwenye roho au mwenye shauku kama ya kwako. Alafu wewe una picha yako. And you have your own picture. Utashangaa. Yeye alikuwa anataka hivyo, unashangaa wewe unaenda tu. Wewe unaenda. Lakini tunapata watu ambao hawana picha mbele. But there are some people who doesn't have wale watu wameishia kuharibu nyumba za watu. They end up by destroying wameishia kuharibu ndoa za watu. They are destroying other people's marriage. Kwa sababu hakuna picha. Because there's no picture. Mmeambatana. Hakuna you agree, picha. But no picture. Na wengine ni kweli mmeambatana rohoni kweli. Lakini leo nakukumbusha kwamba maambatano yenu yawe na picha mbele mnakoenda. Amen. But there's no picture. Yawe na picha. Amen. Make sure your agreement has ni kweli kwenye ndoa mnaambatana vizuri. It is true in your marriage. You agree, lakini hamna picha. Ndio maana unamuona huyo mwanaume anakuwa anapiga chenga kushoto, kulia. Anazunguka zunguka. Akirudi, wewe ni wa kwangu bwana. Wewe ni wangu. Wewe ni wangu. Hapa amesha kutibua vumbi. Unajua kabisa kumbe hapa hakuna picha. Sasa nimkumbushe tuweke picha pale. Tuweke picha yetu ya miaka 10 baadaye. Miaka 20 baadaye. Alafu uone kama atakuwa anapata hela hiyo tena. Anapita mahali. Hatakuwa akija sasa, mke wangu fanya hivi. Unajua tuna maono ya kuwa na kampuni. Hemu weka hii. Hii tunza kabisa, hii usitumie. Hii fanya hivi. Hii ya watoto weka huku. Hii weka huku. Yaani utamwona amebadilika kwa sababu anayo picha. Wapi familia inatakiwa iende? Wapi nyumba yake inatakiwa iende? Tunahitaji watu ambao wameambatana rohoni. Change. He has a picture. Alafu wanayo picha. Wapi wanaenda? Mungu awabariki mwanangu. Tunahitaji watu wa namna hiyo. We need people like that. Hivi mimi leo labda natamani nikae kwenye gorofa, si ndio? I would like to have sina picha ya gorofa. And I have a good picture. Nitakaye kuwa naye si lazima ajue na mimi una picha gani pale. Na yeye atasema na mimi napendaga hizi, kweli napendaga. Okay, tunaenda pale. Hela nitakayoipata si watakuita baili. Lazima wakuite majina. Kwa sababu unayo picha. Kuna mahali unaenda. You cannot spend a lot. Lakini kama una picha, but if you don't have a picture, you will destroy. Ndio maana hata ndoa nyingi kumekuwa na sarakasi. Sarakasi. That's why so many. Sio kama Mungu hajakupa wa kufanana saa nyingine. Saa nyingine amekupa wa kufanana naye.
Sometimes God give you someone who resemble you. Ni kweli mnafanana. It is true that lakini hamna picha mnakoenda, mnaenda wapi? No picture. Hakuna picha. No. Kwa hiyo akikaa anajua tu hela ya mboga nimeacha. Mtoto nimeacha. Hivi nimeacha. Naondoka. Sasa inakuaje leo naenda kwenye vikoba? Haya nimeacha. Ndio maisha hayo. That is the life. Je, ulishamchukua huyo baba mkakaa mezani? Kamwambia hebu naomba uniambie picha ulionayo juu ya familia yetu. Together you and your wife and ask, can you tell me your picture? Ulishakaa? Have you ever tried that? Binti, ulishakaa na huyo baba? Huyo kijana? Kamwambia hebu niambie picha ya maisha ulionayo. Mimi nataka ukiwa na picha ama ukiwa na maono huwezi kupoteza muda. Kwa sababu utapambana maono yako yatimie. Because you will struggle until your vision to be fulfilled. Lakini kama hakuna picha mbele yako, but if there is no picture, nataka niwaambie utabaki unazunguka. You end up moving around. Nanielewa? Msifinye macho, mnanielewa? You understand? Ninachotaka kukwambia uwe na picha. What I would like to tell you, you should have a picture. Hata ukienda kwa huyu baba, ulishamuulizaga baba ana picha gani? Have you ever asked your husband which picture does he have? Mbona anaitikia yeye? Kama ukumuuliza ndio maana mnazunguka. You cannot ask. That's why you are moving around. Lakini kama umemwambia baba, if you ask, hebu niambie wewe, kweli umenioa? Hivi una picha gani? Ulikumbuka kumuuliza? Oh, picture do you have? Usitikie tu. Hapana. Haleluya. Watu umepata kadhaa. Sasa hebu nipe hizi tuweke. Unajua kwenye mradi wetu. Si ndio? Money so that you can keep it. Usinishangae ulimuuliza? Have you ever asked? Umemuuliza mwana? Picha. Hapana. Picha. Hapana. Ndio msiwalaumu, ngoja waruke sarakasi kidogo. Alafu Mungu akikufungua ufahamu kama leo umefunguliwa. Alafu nenda mwambie baba, hivi wewe umenioa? Ni kweli umenioa? Una picha gani kwenye familia yetu? That you have married me. Which picture do you have? Alafu unamgeukia na mwambie, na una picha gani juu ya mke wako? Ataanza kusema sasa mimi napanga nikufungulie duka la nani? Alafu na wewe leo. Kwa hiyo utamfanya awe busy hata kwa huyo kahaba hataenda. Hata hiyo nyumba ndogo atanyosha mikono aseme bwana mimi nimeamua kurudi kwenye familia. He will decide to come back to his own family. Hallelujah. Amen. Wanaenda nyumba ndogo kwa sababu hauna picha. They are going to small houses because you don't have a picture. Mwekee picha hiyo, akiangalia anaona magorofa mbele. Anasema siwezi kuchelewa huku. Nataka tujenge haya magorofa. He will say I won't late. Nataka tuwe na kampuni hii. And plan with my wife. Lakini ukirudi tunaambia ya mboga tunadaiwa kwa mangi. Kuna mtu alileta maziwa ya mtoto. Yaani wewe ni kurusha mikono tu huku. Ndio picha ulionayo. Haya akikaa anasema sasa haya haina neno. Ni hapo. Akitoka yuko free kabisa, hamna kinachombana. Akikutana marafiki zake, ongeza, leta, mpe, muongezee. Akirudi ndani tu, karibu mume wangu. Mchungaji alisema tuwatii waume zetu. Karibu baba. Nilivue na viatu. Karibu kama. Nakwambia ukiendelea hivyo kumtii ni sawa, ni safi. Lakini ukiendelea na ujinga wa kutokumuuliza picha alionayo, ataendelea kuja hivyo anayumba. Tupone. Amen. Haleluya. Amen. Ndio mateso ya watu wengi. Mwanamke mpumbavu
ataibomoa nyumba yake kwa mikono yake. The stupid woman will destroy. Lakini mwenye hekima ataifanya nini? Her own hands. Ataijenga. Amen. The one who has wisdom. Mungu amekupa kuambatana na huyo baba. Today God give you to accompany with your husband in realm of spirit. Alafu na unasema kabisa kwamba niliomba na kweli Mungu akanionyesha ni yeye. You say exactly that you leo unalalamika nini? God have already shown me. Lazima uwe na picha unakoenda. You must have a picture. Lazima uwe na picha unakoenda. Amen. Mama, baba, kijana, binti, lazima uwe na picha unakoenda. Lazima uwe na picha unakoenda. Weni ndani ya Yesu ajabu sio na mwisho. Wewe lazima uwe na picha. Amen. Wapi unaenda? Amen. Na nielewa. Amen. Nasikia nisisitize hapa. Kazi. Lazima uwe na picha. Amen. Wapi unaenda? Amen. Huyo baba hajafungwa na picha. Siku akifungwa na picha, harukiruki tena. Kwa sababu akigeuka hivi anaambia, unajua kule mafundi wanataka kitu fulani. Unajua kule. Kwa hiyo anakaa anakuwa. Lakini usipokuwa na picha mama, usipokuwa na picha binti, kijana, huko hapa na wengine mnaingia kwenye ndoa, nataka nikwambie uwe na picha. Huyo mama akija akute una maono, mwambie maono yako. You just tell him or her. Yeye ni msaidizi, atakuwa anakukumbusha, atakuwa anakupush. Anakukumbusha, reminding you. Haleluya. Hallelujah. Huko ndio kuambatana. That is to accompany. Ukiambatana, when you are accompanying, hakikisha unaambatana kuanzia rohoni. Make sure you are accompanying. Alafu huyu unayeambatana naye lazima ana picha. Accompany with, you should have a picture. Ina maana Daudi asingekuwa na picha ya ufalme. If David couldn't have a picture to become a king, angeambatana na Jonathan. Will he be able? Kama wangeambatana na maana kingine kingezungumzika. With Jonathan. Aisee, kuna vitu vinaharibika kwa sababu hakuna picha. Some things which are destroyed because there is no picture. Maambatano yoyote yanaanzia rohoni. Any accompany start from the realm of spirit. Sijui kama mmenielewa. Amen. I don't think if you understand. Naona wengine wanasema nikitoka hapa naenda kuvunja kabisa ule urafiki. And others say I will going to break even that friendship which I have. Vunja. Mwambie Yesu, naomba unipe niambatane. Alafu nilikaa nikatafakari, hivi unaweza ukaambatana na mtu kweli hivi tu? Mimi nakuwa rafiki yako. Si lazima tu na maono. Rafiki wako wa nini? When I become your friend, we must have a. Kuna maswali unajiuliza. There's some questions. Lakini kuna watu tumejaza marafiki. But others, you have so many friends. Uko chini ya dunia kulitimiza kusudi la Mungu. You are here. Marafiki wanaokuja wao ni marafiki wa kusudi. You have to have friends who have purpose. Tunao marafiki ambao wamerundikana tu, hawana sababu ya kukaa hapa ulipo. Other people have so many friends and there's no purpose of them wamekuwa wanakuumiza. But the end of the day they, kwa sababu sio marafiki ambao mnatakiwa muambatane. Because they are not a good friend. Wamembeba na huyo mwanaume. They are not supposed to be your friends because they can steal even your husband. They can steal your husband. Utamlaumu nani? Where will you complaining about it? Huyu ndio BFF mwenyewe huyu. Na huyu. Yaani wamejaa wako hivi. Ukigeuka hivi mwingine anakuambia unajua mwenzangu naomba unikope hapa 500. Mwingine anakuambia naomba ufanye hivi. Yaani kila mmoja ana sababu zake tu za ajabu ajabu. Ukiambatana na mtu hakikisha unaambatana na mtu kwa ajili ya kusudi fulani, kwa ajili ya picha fulani.
Kwani Daudi aliambatana na kaka yake Eliabu? Hapana. Is it David waliambatana together with his brother? Alijua kabisa nikiambatana na huyu You know exactly when I ataenda kunilamba hapa mbele hapa. He's going to destroy me. Akaenda peke yake. He decided to go alone. Anaenda kukutana na Goliath, anakutana na Eliabu yuko mbele. Hadi wale kondoo wachache umemwachia nani huko polini? And the brother asked him, na kujua wewe why you left those sheep? Kiburi cha moyo wako na kijua. Ndio unaambatana na mtu huyo. Sasa tunao watu wameambatana na wakina Eliabu hivyo hivyo. Have some people who are going together with kind of Eliabu. Hivi wewe unataka uende ukafanye nini? Utaweza kuajiriwa kwenye kampuni? Will you be able to be hired? Ile kampuni namna jinsi ilivyo. You see the way it is. Nenda tukatafute kazi kule. Just go and look for another work. Hao nao ambatana nao pia wanageuka kukuvuta nyuma. Those who you are accompanied with, wanageuka kukukandamiza, of you to torment you. Unanielewa? Do you understand? Kama walivyoipenda roho yao ndivyo walivyompenda Daudi. They love their own soul is the way they love. Leo tunao watu wameambatana na sisi lakini wanaweza kukuwekea hata sumu kafa. Hawa tumewachagua wenyewe, si ndio? Amen. Marafiki, si ndio? Amen. Lakini ndio wanaoua nyumba. The ones who are killing. Leo mama, baba, kijana uko hapa. Hebu angalia hilo kundi ambalo linakufuata nyuma. Oh brother, just ni kweli. Kwa sababu wengine unaona kama ni mtu ambaye unampa na siri zako za ndani. Even you are giving him your own secrets. Lakini mwisho wa siku amegeuka kuwa mwiba. But the end of the day he turned to you. Mama, yamekukuta? Unasikitika. Haleluya. Amen. Unayeambatana naye huwezi kuambatana, huwezi kuwa rafiki na mtu tu. Accompany with. You cannot be with a friend, just a friend. Huwezi hivi unaokaa rafiki yangu tu huyu. You say just this is my friend. Kweli? Really? Peter. Una rafiki tu huyu, rafiki yangu yule. Hayo mtu yule rafiki yangu, yule rafiki yangu, yule rafiki yangu. Just speaking friends. Different friends. Mimi nataka nikwambie Mungu akupe watu wa kuambatana kwenye picha yako, kwenye kusudi lako, ambao ukiwa nao watasema vile unavyosema wewe au kile unachotaka wewe. Na usisahau swala la kuambatana ni swala la kiroho. Don't forget that the thing of accompany it comes from the realm of spirit. Maandiko yanasema katika kile kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 47 mpaka 50. Yohana sura ya kwanza mstari ule wa kwanza 47. Neno la Mungu linasema, Dio. Basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, umepataje kutambua? Yesu akajibu akamwambia, Dio. Kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mti, nilikuona. Nathanaeli akamjibu, Rabii, wewe u mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Haleluya. Amen. Sasa angalia, Yesu anaandaa watu rohoni. Look at the way Jesus. Nathanaeli ameonekana wapi? The realm of spirit. Kwamba anaweza kaambatana na Yesu. Amen. Kwani wewe watu hawawezi wakaanza kuonekana rohoni? Nafasi ambayo ulikuwa unatamani ukae. Ni kweli unamfuata? It is true you follow. Lakini usifike. Kwa sababu huyu mtu ni mtu wa rohoni. Huyu bosi ni bosi wa rohoni, sio mwilini. Ulitaka akupe nafasi ukae hapa, akupi. You want a position to be there.
He won't give. Umenielewa? Amen. You understand? Na unaweza ukamlaumu kama ni mtu wa mwilini. And you can complain. Tunao wengi hata kwenye makanisa. If you're in the flesh, utasikia analaumu mchungaji. Others are complaining about the priest. Analaumu. Mimi mbona huyu, mbona mgeni, huyu mbona hivi, mbona hivi. Why this? Mimi nataka nikwambie jambo lililopo ni kuhusiana na roho, wala sio mambo ya mwili. It's from this realm of spirit. Rohoni umeamua kuambatana kweli? Is it true that you agree to accompany really? Anasema nimemuona ni mtu ambaye hana hila. Someone who has no guilt. Kumbe tunatakiwa tuangalie rohoni watu ambao wa kuambatana nao. Amen. Watu wa kuambatana nao. Sema tuangalie rohoni. We should look. Yesu nisaidie. Jesus help me. Hallelujah. Amen. Anasema alimuona wapi? And he say he saw him. Alimuona katika, he saw him at mbali. Very far. Akabaki anashangaa. Hakika huyu ni mwana wa Mungu kweli. Halijuaje kama naye hana roho ndani yake ya kumpenda Mungu. Lord. Na wewe Mungu akupe watu kufanana na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Akupe watu kufanana na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Ninakuombea upewe watu kufanana na wewe kwa jina la Yesu. Amen. People who resemble you. Yes. Naomba unisomee kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Mwanzo sura ile ya 2 mstari ule wa 24. Ndio. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili. Anasema kwa hiyo And he say therefore mwanaume, a man, atawaacha baba na mama. Na mama. Ndio. Wataambatana na nani? And they will go to, nao hawa watakuwa mwili mmoja. Mimi nataka nikwambie, will become one flesh. Hili sio swala la kimwili tena. This is not the issue of swala la kuambatana, sio la kimwili tena. Amen. Of a company, it is not. Inawezekana huyu baba yuko Iringa, kijana is at Iringa. Yuko wapi? Iringa. Is at Iringa. Mama na baba wako Dar es Salaam. And father and mother are in Dar es Salaam. Bado hajawaacha wazazi wake. He have not yet left his parents. Amen. Anaenda kuoa sasa. And he want to go to get married. Yuko Iringa. He is at Iringa. Kwa hiyo swala linalozungumziwa hapa ni kuwaacha katika roho. Here is something in spiritually. Huwa kuna kibali kinatoka hapa kwamba kwa sababu hiyo. It is a favor which comes. Kwa sababu gani? Ya ile picha iliyoko mbele. Because of the picture which is ahead. Atamwacha baba na mama. Yeah. That he will wataambatana. His father and mother. Na mke wake. Go together with his wife. Watakuwa mwili and become one flesh. Hapo sasa. Hapo. Watakuwa mwili mmoja. I say. Become one flesh. Kuna ruhusa imetoka kwa kijana, imekuja kwako. Mmekuwa mwili mmoja. You become one. Peter. Flesh. Mmekuwa mwili mmoja. Sasa wengi hapa ndio wanafanya makosa. Yes, mwili mmoja. People here they make a mistake. Kwa hiyo utakuta tayari huyu anaomba hela ya mafuta ya Roshen. Anambia paka mafuta ya kula hapo. Woman is asking for money to buy oil. Mimi sina. Applying on her skin. And the man say I don't have money. Naongea sabuni ya vyombo. Naongea sabuni ya vyombo. Anambia sasa sinatoa mapovu lakini. With the soap of washing. Tumia bwana. Tumia. Lakini yeye but himself, yeye ukimsikia ananukia vizuri. Can find himself he smell good. Anaongea zile sabuni nzuri nzuri. He wash his body with a good soap. Mke wake anambia his wife. Sasa baba nani, unajua na hata kanga zenyewe hizo zimeisha kabisa, nimecheka. Anasema sasa hiyo mbona bado hiyo. Bado. Start to complaining.
Kwa hiyo unamwacha mwenzio amechakaa. And you leave na mimi nataka nikwambie mlishaunganishwa ni mwili huu. Partner. Wewe unaweza kuwa unanukia hivyo. Unaona kama unanukia lakini rohoni unukii. Hapo. Rohoni na wewe unanuka vile vile tu. But you are smelling bad in a realm of spirit. Kwa sababu nyinyi ni mwili. Because you are one flesh. Ndio hii kwamba sasa nyinyi mmekuwa mwili mmoja. Na wawili wenu watakapoomba duniani kwa jambo lolote lile, in any issue in this world. Nyanyuka baba. Njoo pita. Nyanyuka na mama. Changamka. Aisee. Hebu njoo hapa mshikane mikono. Mara ya mwisho kushikana mikono lini? Mkiwa mnaomba sio mshikane mikono. Wakiwa wanaomba ndio ninachomaanisha. When did you Hicho ndio ninachomaanisha. Hold your hands together. Namuombaje hivi bwana, shika mkono wa huku na wa huku. Hebu niambie, hawa wamekuwa ni mwili mmoja. These are one flesh. Baba yamkini ana kazi. Hawa wanaomba Mungu awafungulie maisha yao. Wamepatana. Na maandiko yanasema wapatanapo join together, so wawili duniani kuomba kwa jambo lolote, Mungu hatawapa. Sasa familia hii imepatana, inaomba jambo lolote lile, Mungu atashindwa kuwapa? Atashindwa kuwapa? Atawapa. Hapa ndio Mungu anasema kabisa kwamba jamani, hewe mama mtii baba, mpende. Yaani umesikia mpaka Mungu anasema mpende. Ina maana swala la kupenda wa baba ni changamoto. Swala la kutii wa mama pia ni changamoto. Ndio maana baba akasema, ewe baba mpende mkeo. Ewe mama mtii mumeo. Sasa hebu niambie, hawa familia hii shetani akitafuta mlango haupati, kwa sababu muda mwingine, hebu omba, endelea kuomba, pambana. Haya, omba. Try to enter in this family. Omba hii, mnaomba hivi because they are praying. They agree together and partner themselves so that they can pray. Baba, hapo majibu hayawezi kuja. Tena wamama huwa wanakazana. Unajua wamama wanaomba kuliko wa baba. Sasa ukiomba hivi, haya kamata tena. Hapo mnaombea nini? Labda watoto. Haya, ombea sasa watoto. Shetani akikuta nyumba ya namna hii hawezi kuiharibu. Shetani akikuta nyumba ya namna hii hawezi kuiharibu. Hawezi kuua watoto. Hawezi kupeleka kwenye ulevi. Hawezi kupeleka kwenye ukaba. Wako watu wanaomba wapatanapo wawili wenu duniani kuomba kwa jambo lolote, watatendewa na Baba wa mbinguni. Yes. Amen. Mungu awabariki. Sasa ukute sasa familia hii unakuta familia nyingine hawapo. You find any other family, they are not there. Ukimwambia baba njoo tuombe, when you tell a hemu omba bwana, kwani wewe ukiomba usikiwi? You just say, you just continue to pray. Hemu omba bwana. God can hear you. You just continue yourself. Nyinyi ni mwili huu while you are one flesh. Ndio maana Mungu anasema, ewe baba mpende. That's why God says, like, hivyo mpende. As a father you should love your wife, and the wife you should obey your husband. Ili kuwe na umoja ndani ya nyumba. So that it can be a unity in your family. Kwa sababu Adamu na Hawa, because Eve and Adam, alipoingia nyoka, when the serpent entered their family, Mungu alikuja kuwatembelea tena? Hapana. God came again. Sana alikuja kuwahukumu na wewe ukiruhusu haya mambo, ni baba, ni mama, ni binti, ni kijana, mnanifuatilia, if anyone who is nataka niwaambieni kwamba
I would like to tell you, mapatano yana nguvu sana. The agreement has umoja una nguvu sana. Unity has a power. Amani ina nguvu sana. Peace has a power. Amani ina ushindi sana. Peace has a victory. Pokea nguvu leo ya amani. Pokea nguvu leo ya ushindi. Pokea umoja kwenye familia, kwenye nyumba yako kwa jina la Yesu. Mama jana, unaelewa lakini? Do you understand? Anasema utamwacha baba yako na mama yako, mtaambatana. Yaani wewe kijana ulivyoamua kuambatana na mke wako, when you accept, mkamate sawa sawa, kwa sababu rohoni ulipima ukasema ndiyo yeye. Because you measure in the realm of spirit and say this is, it is real. Ambatana naye. Mkifika humo ndani together with him, iwe ni baba iwe ni kijana, usianze kuangalia madhaifu ya mwenzako. Haya bwana, wakati nimekuoa nilikuwa naona kama sura imekaa kama unaanza kumtengeneza mwenzi. Alafu mbona siku ile kama mikono yako ilikuwa laini sana. Wewe anza kuangalia, si umeshamchukua, mmekuwa mwili mmoja. Kamata vipodozi, mwambie tuende saluni nikutengeneze hiyo mikono. Ya bwana, unajua sasa ukiomba tukishikana hivi naona mikono yako inakuwa migumu, mume wangu. Hali mikavu kwa migumu. Ndio mpatane apate kazi nyingine. Amen. Lakini mkiacha ndani humo, huyu anakuja anatupa viatu anaenda kulala huku, huyu anatupa anaenda huku. Mimi nataka nikwambie hii nyumba kwanza haina picha wapi inaenda. Alafu pili, hamuwezi kupata chochote. Mama binti huko hapa, kamata huyo baba na usingizi wake, mwambie njoo kwanza tuombe, mume wangu mpendwa. Hebu njoo tuombe kwanza hapa. Unajua nakupenda sana. Njoo hapa. Agree to pray together. Maneno kidogo malaini, usimwambie tu use the soft words. Mtumishi anavyosema wewe. And do you hear how the way the priest tell us? Yaani huyo baba kwanza kuja kutoka huko kwenye hicho kitanda, hata kujibu kitu kimoja tu utasema Ukija hapa anambia mnaombaga kweli? Anasema baba wewe ongea naye mwenyewe. Wewe ongea naye. Leo hii nenda na lugha laini. Amen. Use the soft language. Nenda umwambie mume wangu mpendwa, jamani najua umechoka kweli. Lakini kwa Mungu hujawahi kuchoka. But to God, kwa Mungu hujawahi kuchoka. Hamka nakupenda, njoo. Hata mimi nitakuwa nakuombea. Okay, let us go. Hata mimi nitakuombea. Najua weka hapa. Nitakuwa nakuombea. Amen. Unakamata hapo, unaendelea kuomba, unanena kwa lugha. Mmepatana. Shetani atakapokuja akiangalia hivi, anakuta mmekamatana mikono. Mnaomba juu ya watoto, mnaomba juu ya nyumba, mnaomba juu ya kazi, mnaomba juu ya moyo. Amen. Atapata nafasi? Hapana. The devil get a chance. Atapata nafasi? No. Lakini wengi hatuna picha au tumesahau kuwauliza picha you forget to ili zifanyiwe kazi so that it can be worked. Alafu lugha unayotumia, what kind of a language are you using? Anayelala mwambie amka. Muulize unatumia lugha gani kwa huyo baba. Ask which kind of language are you using when you are talking to your husband. Hallelujah. Amen. Hii ndio kitu ambayo wengi tunatamani tuwe nayo. Mapatano kwenye familia. Tumeshakuwa mwili mmoja. Sasa lazima tupatane kwenye maombi. Chochote tutakachokiomba tutajibiwa. Anything that we prayed for, Shetani akishakuwekea hapo, anaweza akapitisha hapo hata mwaka umeoa, hata miaka miwili bado hujapata mtoto. Niambie sasa baba. Na hapo ulikuwa unasema yani mimi Mungu alinionyesha wewe kabisa. Mwanzo hapo. Unamwambia yani ni wewe kabisa. It is you exactly. Yani nimekuona na nimethibitishwa.
Sawa. It's you. Tunaendelea na maisha, tumeshaingia kwenye ndoa, twende. Mwaka wa kwanza hakuna. Nothing. Mwaka wa pili hakuna. Second year. Baba, ulioneshwa kweli? Tutakujua. Is it true that God shows you? We will know. Tutakujua. Lakini unakuta mwingine tayari ameshakata tamaa. Akiingia ndani, when he enter, amenuna. Frown. Mama maskini hapo ndo anakuwaga mpole kweli kweli. And the woman is so quiet. Si ndio inavyokuwa? Very polite. The way it is. Anakuwa mpole. Wewe weka hapo. Starting shouting. Hapo ameenda kwenye redio yake hapo sasa, anakuambia ameshatoka hapo na nyimbo yake anayo hapo sasa ya kupiga madongo. anaweka ile nyimbo yake ile, kama noma na iwe noma, sikubali leo. Kind of music that which is telling him bad words. Sasa unajifikiria huyu baba toka lini ameanza kusikiliza hivi vitu? Imagine, since when you have started to listen. Huyu ameanza kukupangia kama noma na iwe noma. Eti mimi na revenge. Mnanielewa? Amen. Kamata ni miaka miwili kweli. Lakini maandiko yanasema wapatanapo wawili wenu duniani kuomba jambo lolote watatendewa. God will do it for you. Tunakamatana tunaomba. We have to hold each other. Usiku tumekutana tunaomba. Tukiamka saa 6 tunaomba. Tukiamka alfajiri tunaomba. Tukikutana tunaomba. When we meet we should pray. Mnaomba? Are you praying? Amen. Nataka nikwambie mkiomba pamoja. I would like to tell you, when you pray together. Wewe baba, Peter. You as a father. Wewe ulimwacha mama yako. Ukamwacha na baba yako. Mother and your ulimwacha rohoni. You left them in a realm of spirit. Wakati unamuoa huyu binti yamkini ulikuwa huko wapi? The time that you are married, this woman. Alikuwa yuko wapi? Wewe. Alikuwa anakaa kwa baba na mama? Amna, alikuwa kai. Sasa haya, hebu niambie. Just tell me. Sasa atamwachaje baba yake na mama yake sasa? How could he? Ni swala la kiroho tayari hapo. That is a spiritual issue. Ina maana ameama kiroho. It means he have shifted. Yupo na mke wake. He is together with his wife. Anaendelea sasa na yeye na familia. Continue with his own family. Kwa hiyo mkisimama umeshatoka kule. When you stand together after wewe inatakiwa mjenge nyumba yenu. You must build your inatakiwa own house. Picha mjenge familia. Wenyewe hawapendi. Naona kama mama anasema hivi, mama anafanya hivi. And my mother, I don't think if he mnafungua mlango na adui anaingia hapa. Ndoa yenu nyinyi ni ya wawili na watatu ni Mungu. For two of you. And three, the one who comes between you is only God, not anybody. Mmenielewa? Do you understand? Sasa wewe baba umeshatoka huko lakini bado unaenda kunyonya kwa mama huko. Ukisikia kipenga tu, ukisikia huko kipenga kidogo tu, umekimbiza kwa mama. And you have a case with your wife, you are going back to your mother. Huko mke akisema hivi umekimbia huko. Your wife say like this, you are running to your mother. Baba na mama, yani mimi sielewi huyu mwanamke. Sijui. Sielewi. I don't understand. Sema huo ni utoto. That is a child. Sema nimetoka, nimeambatana na mke na mume. Mimi ni mwili huu. We are one flesh. Ni mwili huu. We are one flesh. Haya, itengenezeni hiyo picha iliyoko mbele. You just make a picture which is ahead you. Tengeneza. Na ukitengeneza watoto hawa watapita watasema hakika baba yetu alifanya hivi, tulimkuta anafanya hivi, na sisi tunatengeneza. Kwa hiyo huu uzao utakutwa una follow the way our father did. Unanielewa? Amen. Unajua kuna wangapi wanafahamu zile nyumbu zile, wale wanyama manyumbu wanaita
Nafahamu. How many understand? They know kind of. Hao ndio wamwangaliaje hata hizo video za meokoka sana. Si ndio? Buffaloes. Wale wengine wanasemaga wanawatania watu wengine wanawaambia hao watu wewe kama manyumbu na unaona wao. Lakini mimi nataka nikwambie yale manyumbu yana akili hata kuliko yamkini hata babu yule. They have a brain. Au bibi yule. Yana ufahamu. They have. Toka umezaliwa, si ndio? Since you are born. Mpaka hapa si bado unayaona manyumbu? You have already seen them. Haya yana picha yake. They have their own picture. Picha yalionayo kwamba tusipotee hapa duniani. They need not to lost in this world. Picha tulionayo tusipotee. We don't have to lost in this world. Unapoona wameshikana wanasema sasa tunavuka. See, they are together. Tunatoka Tanzania. There used to be so many. Tunaenda Kenya. They decide to cross. Hawa wana picha moja. They are going to cross. Wanaenda kutafuta chakula. To Kenya. Wanatafuta marisho. They are looking for kuna wengine watakufa katikati ya safari. Lakini ile picha yao haipotei. Lakini picha haipotei. Picha yao haipotei. Their picture cannot be lost. Kuna watu ambao babu zetu ndio walikuwa matajiri, si ndio? Au tunahadisiwa, unajua? Babu yako mzaa babu alikuwa tajiri sana. The father of your father. Utajiri umeishia wapi? Rich. What happened? Kama mnacheka manyumbu. Utajiri na nyinyi umeishia wapi? The buffaloes. Where is that wealth? Kwa nini watu wengine wasiangamie? Lakini wengine wanaokuja watakula vizuri. Other people to be destroyed. Wenye makampuni ya Colgate, Coca-Cola wapo. Those who have a company. Lakini si mnanunua Coca-Cola mnakunywa mpaka leo. Aisee, leo nataka nikuhamishe. Nataka nikuhamishe. Unapoamua kuambatana na mtu kwenye maono, hebu ambatana kwa ajili ya kesho ya wengine. Ambatana kwa ajili ya wajukuu, vitukuu, vimeng'enya. Ambatana kwa ajili yao. Read to move on to a company because of the other people you left behind. Wakina Grace wanakuta kuna utajiri mzuri. Halafu wanawaona mnavyouendesha. Wanaona mnavyowekeza. Na wenyewe nao wanauendeleza. Nao wanauendeleza. Nao wanauendeleza. Kuna wengine tunawasoma bado wanakula fedha za babu zao. Hawajaanza kula za kwao. Others, they are eating the wealth of their grandfathers. Mmenielewa? Huko ndio kuambatana. That is to accompany. Napoambatana kwenye hiyo familia, kwenye ndoa, nataka nikwambie yako maono ambayo hata wewe unawezekana hujayala vizuri. Lakini wanaokuja watabaki kusema tulikuwa na bibi, tulikuwa na babu, tulikuwa na baba. We had a na sisi tunaendelea. We have a grandfather. Hivi unajisikiaje? We are continue to use the same wealth which we found there. Wajukuu wanasema, yani mimi hizi hela ninazokula ni za bibi tu. The money which we are using. Za kwangu bado sijaanza kuzigusa. For my grandfather. Money I have not yet touched it. Hapa duniani hujaja bahati mbaya. Kuna kitu umekuja kukiweka. In this world. Kuna alama umekuja kuiweka. Come here to keep. Wewe leo unapofanya kitu fanya kwa bidii zote. Usifanye unajua mimi nitakufa, nitafanya hivi, nitakufa. Wewe. Manyumbu ndio maana yanakufa mengine, si ndio? Lakini yanavuka yanatokea Kenya. Alafu ya kurudi tena wanakufa tena wengine. Lakini wengine wanatokea Kenya, wanatokea Tanzania. Kwa hiyo wanakuwa wanavuka. Amina. Leo hii mtu anakuambia babu yako, unajua tulikuwa tunawindaga manyumbu. Alafu unakuta nyumbu hamna. Basi kwani hao nyumbu walikuwa wanafananaje? Walikuwaje? Lakini nyumbu wale wanayo picha kwamba hatutaki kufutika kwenye uso wa dunia, tunataka tuwepo. Kwa hiyo nataka nikwambie ni heri wengine wafe, lakini sisi tufuke. Sura isipotee, sura ya utajiri isipotee, sura ya mafanikio isipotee kwenye familia yako. Nami nakutabiria kuanzia leo, sura ya utajiri isipotee kwenye nyumba yako, kwenye ukoo wako. Sura ya utajiri isipotee, sura ya mafanikio isipotee.
hiyo sura isipotee tena. Amen. Hiyo nakuta wazee kabisa wanatembea mkongojo, lakini bado wanaenda ofisini kwao. Unafikiri ni mjinga? Hataki hiyo sura ipotee ya utajiri kwenye familia. Amen. He doesn't want that face of wealth to be lost or to perish. Wewe mwenyewe tu This world. miaka bado hata 70 umeshachoka, jamani nileteni maji ya moto. You have not even you are just sitting. Unajua mimi naomba wewe niache. Mimi unajua siwezi kuzunguka. You say that you are tired. You cannot move. Nanielewa? Amen. Nataka nikwambie, hakikisha sura ya utajiri haiondoki. Make sure the face of watoto wakija watavikuta. Watasoma shule nzuri. Watafanya kazi kwenye maofisi mazuri. Watakuwa wanamtukuza Mungu kwa ajili yako. Because of you. Maandiko yanasema na utajiri udumuo ndio ndio huu. Kwa nini usiwepo utajiri unaodumu kwenye familia yako? Wajukuu hawa tunawabeba, si ndio? Wakikuwa wanasema muona bibi ana majumba huku kote, kwa hiyo mimi hapa ninaenda kusimamia ya huku. Ndio na ofisi zetu ziko sehemu fulani. Mwana wa Mungu, wewe umeshajichokea mapema. Umeshajichokea mapema. Sema sijikati tamaa. Sijikati tamaa. Sema sikati tamaa. Sikati tamaa. Kuanzia leo nitairejesha ile sura ya utajiri kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, my clan. Tunamuona ndugu yetu Baresa, si ndio? Amen. Si Baklesa. Watoto nao si wako hapo. Wajukuu nao si wako hapo. Vitukuu nao si viko hapo. Amen. I see. Kuna namna muombe Mungu sura ya utajiri siondoke kwenye mji wako, kwenye ukoo wako usiondoke. Pray for the face of prosperity do not perish. Kuanzia leo manyumbu simtaona yana akili. From today you'll see the buffaloes are clever. Simtaona yana akili. Amen. Wewe unaita manyumbu, wewe ndio nyumbu. Yani lakini nataka nikwambie manyumbu haya yana akili. Yamehakikisha miaka yote yanavuka na tumeyaona. Tumekuwa tumewaona. Mama, hujawaona nyumbu. Na mpaka leo si wapo. Makundi kwa makundi. Ulishaona wameachana? Si wote wanakuwa pamoja. Simba anaunguruma ili watawanyike atafute wa kukamata. Lakini wao wanasema utakamata hapa, lakini sura ya utajiri wetu haiwezi kuondoka Tanzania. Amen. Haiwezi kuondoka. Amen. Wanapita kwenye maji, mamba wako wengi. Na njia ni hiyo hiyo. Wengine wanahatarisha maisha yao ili wengine wavuke. Na ndio ilivyo hata kwenye kazi. Wewe ni mfanyakazi umeajiriwa. Ni kweli, hakikisha unahatarisha maisha yako ili wengine wafanye nini? Waende. Na hapa ndio maandiko yanaposema kwamba utakapofanya kitu cha mwingine kwa uaminifu, ndipo Mungu atakupa na cha kwako. Amen. Anasema lakini bosi haelewagi. Mimi asiwezi. Yaani nauli shingapi kwenda hapo, labda 400. Mimi sina nauli. Siwezi kwenda kabisa mmoja. Ni swala la kushughulikia haraka haraka, nenda. Kwa sababu wakiondoka leo itakuwa mwambie bwana, mimi bosi mwenyewe apokee simu. Mimi sina hiyo 400 ya kwenda huko. Na hela hiyo ya nauli unayo. Lakini kwa mtu ambaye kweli ametoa, ameambatana na bosi, atatoa nauli yake. Atasema bosi, nimefika sehemu fulani. Wanataka tu wasikie sauti yako, uweze kuwapa maelekezo, waweze kusaini hapa. Hey! Umeendaje? Nimeondoka tu na usafiri, mimi naelewa usafiri wangu tu, hamna shida bosi. Anasema hapa nina mtu. Lakini watu nao si hajatoa bado. Kama hajatoa basi na sisi tukae tusubiri. Umeona ugonjwa wa watu wengi? Umeona ugonjwa? Jonathan alijitoa. Baba yake anapanga amuue Daudi, lakini yeye anachomoka. Anaenda kumwambia Daudi.
He found his father is arranging to kill David. Baba amepanga kukuua. But he went and tell David, usije. My father have arranged. Ukiona hiki usitoke. When you see this, don't appear. Hawa wafanyakazi wa hivyo wapo. This kind of workers are there. Wapo. They are there. Wapo wa kuvusha hiyo kazi. Wapo wa kuvusha hiyo biashara. Tunao. Do we have? Leo tuombe Mungu akupe. Today we are supposed to pray so that God can give us. Hapa ndio tunaona Daudi. Here we see. Tenda kusoma hapa andiko la mwisho tuingie kwenye maombi. Tutamuona Daudi. Kwa nini watu wazuri wasije kwako wakavuka na wewe? To come to you and cross with you. Ni biashara umeanzisha, unapata mtu ambaye yuko lazi anatembea hata kwa mguu kuja huko. You find someone. Unamwambia sasa chukua. Ni kweli biashara tumeanza ni mbaya. Lakini chukua kanauli tu anaona kabisa biashara, anasema mama, the business is not working. Acha tu, utanipa. Mimi najua hapa nitapita tu. Nipe 500 tu ambao nitapandia daladala tu niende. Anatoka huyu mtu, anaenda. Yuko lazi alipe yeye gharama. Hawa ndio watu wa kuambatana na wewe. Kwa sababu wana maono, kesho wanaenda kwa wakina nani? Wana maono, kesho wanaenda kwa wakina nani? Amen. Na ushuhuda mmoja wa Apostle Dani, ndio nilipata nafasi mimi mara ya kwanza naenda kumpambia kwenye kanisa. Ndio nimeokoka, ndio mchanga. Nafika kwenye kanisa lake. When I reach there, nakuta kuna picha. Kanisa lilikuwa la maturubai. Hakuna ofisi. There's no office. Mazingira yalikuwa mabaya. The environment was... Vyoo vyenyewe vilikuwa viko huko chini, yani havieleweki. Nikaingia pale madhabahuni. I enter in the altar. Kwa kweli pa kawaida sana. It was so normal. Lakini alikuwa na picha ameibandika hapa kama TV ilivyokaa. Ile picha, that picture, alikuwa anaonekana yuko kwenye mkutano wa watu wengi sana. He is the mama umekumbuka of the congregation. Watu ni wengi. So many people. Alafu mimi nilivyoiona ile picha, nikaangalia mazingira ya kanisa. Nilisikia kuugua. I feel. Nikasema kwani mtumishi akitoka nje ndio ana watu hivi? Mbona kanisa lake liko hivi? Sikuwa na ufahamu juu ya picha. Many people like this. Maono, sikuwa na ufahamu huo. I couldn't have this. Nikiangalia picha, nikiangalia nasema mtumishi wa Mungu hata hamna ofisi. Anatuambia naomba niwekee vitambaa hapa. Ili niweze kuwa najificha kabla ya kuja kuona watu, nikae kwanza huku. Mimi nikawa naumia. Was feeling very bad. Nasema Mungu wangu, sasa ningekuwa na hela hapa. God. If I could have money. Nikikaa naangalia ile picha. Mpaka nikamuuliza niwe ndani, nikasema ina maana mtumishi wa Mungu ndio ana watu vile nje. Hapa mbona kanisa liko hivi? Why this church is like this? Akasema mtumishi, haya ni maono. Maono. Sielewi, ni mchanga kwenye wokovu. I was so young. Nikasema spiritually, I couldn't know. Nikaendelea na maisha. Mimi nataka nikwambie, ile picha imetimia. Ile picha imetimia kwa mtumishi wa Mungu. Leo hii anaweza kaenda kuweka mkutano, maelfu yakaja. Thousands of people. Lakini waliomuona mwanzoni wengine walimkimbia. The ones who saw him at the beginning, they ran away from him. Wengine leo wanaona picha pale wanasema hapa mtumishi wa Mungu hapa mimi nasikia sauti inaniambia niende kwenye chips. Mimi nasikia tu niachane na huduma niende kufanya biashara zangu. Wengi waliofanya hivyo wamekuja kurudi, wanakuta mtumishi wa Mungu ana majengo makubwa. Amen. Mataifa yanamtambua kwa sababu alikuwa na picha. Wapi anaenda? Wapi anaenda? Ni kweli unaweza kumwona huyu baba amechoka sasa hivi. Hana chochote. Lakini anayo picha wapi anaenda. Anayo picha wapi anaenda. Mwenye jirani iko picha, iko picha. Iko picha, iko picha. Nisomee kitabu cha Samueli wa kwanza sura 22 tu.
sura ile ya 22, Samueli wa kwanza mstari kwanza. 1. Neno la Mungu linasema, basi Daudi akaondoka huko akakimbilia pango la Adulamu na ndugu zake na watu wote na mbali ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki. Na kila mtu aliyekuwa katika hali ya nini? Ya dhiki. Na kila mtu aliyekuwa na deni na watu wote wenye uchungu. Naomba mnisikilize tu hapa, wala usiandike. Umeshaandika hiyo mstari? Angalia hapo, rudia hapo. Anasema basi Daudi akaondoka huko, ndio akakimbilia pango la Adulamu na ndugu zake na watu wote wa mbali ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko. Na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki na kila mtu aliyekuwa na deni na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao. Sasa angalia, Daudi anamkimbia Sauli. Just see the way David ran away from Saul. Anakimbia kwenye pango. He's running to the cave. Watu wenye madeni wanamfuata. But people who are distressed, watu wenye uchungu wanamfuata. The ones who are half beaten, they are following. Watu wenye hali mbaya wanamfuata, umaskini. People with a very bad situation, they are following him. Daudi alikuwa ni tajiri. David was, lakini alikuwa anayo picha. Amen. Alikuwa anayo picha. Amen. Alikuwa anayo picha. Amen. Has a picture. Leo kuna watu wameshindwa kuwafuata watu kwa sababu today there are some people wameona hawa sio leo, hawatoki leo hawa, because they thought that na wana uchungu. Able to reach. Hebu fikiria watu wana madeni. Just imagine the watu wana uchungu. Debt. Alafu wasikie wewe umetoka hapa, umekimbia kutoka Dar es Salaam, umeenda kuanza maisha mengine tena polini. Haujabeba nyumba, haujabeba magari, umetoka kama wewe tu na baadhi ya watu. Take yourself to alafu watu wenye uchungu wakufuate, watu wenye madeni wakufuate, watu wa umaskini wakufuate wewe. Those who are poor, they decide to wameona nini? What did they saw? Kuna nini wameona? Wanaamua kumfuata. Mimi nataka nikwambie kuanzia leo, Mungu afungue macho yako uone kilichopo ndani ya huyo mtu, mfuate. Uona, mfuate. Amen. Hapa ndo tunakosea watu. Mtumishi wa Mungu alipokuwa amebandika ile picha pale, kuna watu waliona ile picha tunachelewa, wakamwacha. Wamekuja kurudi, wamewakuta watu ni majemedari, wamekuta watu ni mashujaa. Waliokuwa nao pale wanahangaika, wanadekideki, wamekuta ni watumishi wa Mungu wazuri, wamesimama. Wengine wametumwa mahali. Kuna watu nataka nikwambie, mmemfuata mtumishi wa Mungu, umeiona picha ndani. Ni kweli una uchungu, mfuate. Ni kweli una umaskini, mfuate. Kwa sababu Daudi alikuwa yuko polini, alikuwa yuko hana nini, hana vitu, lakini walimfuata kwa sababu ya ile picha iliyokuwa ndani yake. Ukiendelea kusoma, but when you continue to read, utaenda kuwaona hawa watu walikuwa ni mashujaa waliomfuata. Wenye umasikini baadaye waliitwa mashujaa. Wengine ndio walikuwa majemedari wa vita, wengine ndio walikuwa wasaidizi wa Daudi. Unataka uwe msaidizi wa nani? Lazima uhakikishe unamfuata namna jinsi alipoanza. Make sure you follow him the way he started. Umenielewa? Amen. Wote waliomfuata hawa walichaguliwa wakawa ni mashujaa. Maandiko yanasema wengine wakaua maelfu, wengine wakaua siri, wengine wakawa hivi, wengine wakawa mashujaa. Others they become heroes. Waliokuwa na uchungu wakawa mashujaa, waliokuwa maskini wakawa mashujaa. Poor became heroes. Iko safari ya mafanikio, iko safari ya ushujaa, ipo na yenyewe ina uvumilivu, yenyewe ina uvumilivu. Maadamu nimeiona picha, lazima nivumilie. Lazima nivumilie, nafika. Hey. Hapa ndio
anasema najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Huyu mtu anayesema najua Bwana anatengeneza njia, kuna mahali ukiona picha yake, kuna namna ukimwangalia unasema wewe, Bwana atatengeneza njia wapi? Wewe ndio utakuwa mtu pale, wewe ndio utakuwa mkuu, wewe ndio utakuwa hapa, wewe ndio utakaa kwa Farao kuamua chakula hiki kitoke hiki kisitoke. Hey. Mwambie jirani, hey. Mtu aliyeiona picha ya Yusufu akiwa anafanya kazi kwa Potifa, ndio anakuja Yusufu anamwambia, labda mimi unajua na mawazo yangu nataka niwe waziri mkuu. Hatakubali. Hata kama ni mwanamke anasema mimi, unampa sasa zile, unamwambia mimi unajua nataka maono yangu niwe waziri mkuu. Akikuangalia unaosha vyombo kwa Potifa. Akikuangalia unasugua sufuria kwa Potifa. Cleaning the dishes in Potiphar's house. And you want to become a yuko kiongozi mmoja nimesoma kwenye mtandao, alikuwa ni bodaboda. There's a one leader I read in a, lakini leo hii ni mtu fulani. Today he have become somebody. Hivi picha yake ya mwanzo ungeiangalia ungekubali kwamba atakaa pale? See the picture. Kuna watu wana picha mbaya sasa hivi, lakini baadaye wana picha nzuri. Sasa hivi una picha mbaya, lakini baadaye naiona picha nzuri ya maisha yako. Ninaiona picha nzuri ya watoto wako. Ninaiona picha nzuri ya ndoa yako. Ninaiona picha nzuri juu ya kazi yako. Ninaona picha nzuri juu ya kampuni yako. Amen. Nakwambia ninaiona picha nzuri. Hivyo ilivyo. Kwa sasa una picha mbaya, lakini baadaye una picha nzuri. Amen. Ni swala la muda. Amen. Sijui kama umepokea. Amen. Haya, unasubiri na Yesu ashuke hadi akutikise. Yuko ndani ya mtu. Amen. Aise, kwa Yesu ni raha sana. Amen. Kuna watu wana majumba, kuna watu wana magari, kuna watu wana mabilioni pesa benki, lakini wameferi figo. Hizo fedha wanaziangalia kwa uchungu, haziwasaidii chochote kabisa. Haya, wewe una figo nzuri uko hapa, una mikono mizuri uko hapa, una furaha uko hapa. Deni la shilingi 5,000 10,000 ndio linasababisha usibishangilie Bwana wewe. Amen. Kukosa chakula ndio unanuna kwa Bwana wewe. Kuna watu kila wiki wanaenda kuwekewa damu mpya. Ni mahela. Wewe umeenda? Hapana. Unaamka asubuhi na ulamba vizuri kabisa. Ukifika kanisani unasema Bwana unajua mimi sina kazi. Bwana unajua mchana atuli. Bwana unajua wewe. Kuna vitu vingine mimi nataka nikwambie vikatae. Amen. Wanasema kwa kuwa Bwana anaishi ndani yangu, maadamu Bwana anakaa ndani yangu, amen, hakika sitabaki kama nilivyo. Amen. Sitabaki kama nilivyo. Ndio. Hapa ni kwa muda tu. Amen. Picha yako ni kwa muda tu. Sawa. Kesho ni njema. Amen. Mwambie jirani wa kulia na kushoto, hapa ni kwa muda tu. Hapa ni kwa muda tu. Hapa ni kwa muda tu. Amen. Unanielewa mwana wa Mungu? Amen. Hapa ni kwa muda tu. Ni kwa muda. Leo usilie, ni kwa muda. Amen. Mwambie leo usilie. Usilie. Ni kwa muda. Kwa muda tu. Usilie. Usilie. Ni kwa muda. Sasa sijui kuna watu wamekuangalia kwa picha gani? Leo nakutamkia picha yako ile ya baraka ianze kutokea kwa jina la Yesu. Amen. Ianze kutokea kwa jina la Yesu. Amen. Ile picha ya kampuni, ile picha ya biashara ya watoto wako ianze kutokea kwa jina la Yesu. Amen. Ianze kutokea kwa jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Amen. Pete na Yesu makofi ya nguvu.